Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo jeudi le 19 février 2025. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu mbichi za jioni ya leo ni mingi kabisa. Tutawapeleka kwenye uwanja wa vita tuwaambie ni kipi kinachoendelea mu territoire ya Uvira katika maeneo ya Lemera, Kidote, pale katika maeneo ya Mulenge. Tutawaambia kabisa hali halisi pale. Habari ziliendelea kusemekana kwenye media ya kwamba Lemera iko rekipere, wengine hapana. Tuisha jua kabisa hali halisi katika maeneo yale, tutawaambia katika taarifa zetu kamili. Upande mwingine mu territoire ya Lubero kule Butembo, mapigano yanaendelea kati ya wazalendo, kati yao makundi mawili ya kizalendo yanaendelea kupigana mu maeneo ya Butembo na kusababisha hofu kubwa katika wakaaji wanaoishi kule. Siku ya leo Emeboji Sangara ndiye presida wa leo wa Assemblée Nationale alifika katika mji wa Beni na kapatana na wakaaji wengi pale. Ni vizite ambapo atashughulikia kabisa kuhusu hali ya kiusalama katika maeneo ya Beni. Na Beni mnajua inakumbwa sana na mashambulizi ya ADF. Tumewaletea habari mingi tena mingi sana. Kama kawaida mnaifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa wale wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkipata habari zetu kwa wakati. Namna kujiunga nasi, muguse hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu ya WhatsApp. Muguse kwenye linki hiyo, papo hapo mtajiunga na grupe yetu ya WhatsApp. Bila shaka mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika territoire ya Uvira, hapo ni mu province ya Sud Kivu mu plaine ya Ruzizi. Tuwaambie kabisa hali halisi jioni ya leo. Habari mbichi tunazo kutoka katika maeneo ya Lemera kule ni ya kwamba AFC M23 toujours ingali ina kontrole eneo ya Lemera, tofauti na habari zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba Lemera iko rekipere depuis jana. Lemera haijakuwa rekipere. Mnakumbuka vita vilianziaka katika maeneo ya Mulenge. Kule Mulenge AFC M23 ilipashambuliaka na madrone ikatake sana. FARDC nayo ikariposte wakiwa pamoja na wazalendo, wakaavance, wakaendelea kusonga mbele. Lemera wakawafukuza ndani wasi wa AFC M23. Kidote nayo ikawa rekipere, ila Lemera kabisa hawakuifikaka ndani. Habari kamili kutoka pale ni ya kwamba wazalendo na FARDC wangali Kidote, kilomita chache sana, ni karibu sana na Lemera. Lemera hawajaikamata. Habari mbichi zinazotufikia kutoka pale ni ya kwamba M23 waliresistake sana katika eneo ya Lemera kutokana na vifaa ambavyo walikuwaka na waisha vifikisha pale. Donc presio ambayo FARDC na wazalendo walikuwaka kabisa wakati walirekipera ke Lemera na Kidote, plutôt Mulenge na Kidote, ilikuwa ikionekana kwamba hata Lemera wataikamata kwa sababu wanajeshi wa M23 walikuwa wakikimbia tu bila kusimama. Walipofika Lemera, kumbe AFC M23 ilikuwa kanaisha installe pale silaha tofauti nzito zile njo zenye ziliwasaidiaka kusimamisha FARDC, kwa sababu walikuwa wamefika Kidote kabisa na wako wanaanza kushambulia Lemera.
me pale hawakuongezaka kusonga mbele. AFC M23 iliresistaki sana pale Lemera kutokana na vifaa ambavyo viko installe pale, silaha nzito zenye walianza kuzitumikisha wakipigana na FARDC, na pale wakafunga mire kabisa FARDC na wazalendo wakasimamia kidote. Lemera ingali mumikono ya wasi wa AFC M23. FARDC na wazalendo hawajarekipere eneo ya Lemera, pale ni muplene de Ruzizi mu territoire ya Uvira, hapo mu province ya Sud Kivu. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke moja kwa moja katika eneo ya Katana. Katana hali ilirejea kuwa ya utulivu baada ya mapigano makali ambayo yaliripotiwa pale siku ya leo kati ya waasi wa AFC M23 pamoja na vikosi vya wazalendo. Depuis asubuhi mapigano yalianzia kuile poro ya ile poro ya Kaliba hapo Katana. Mapigano yakaendelea kusambaa, milipuko ya silaha nzito na nyepesi ikasikika katika eneo ya Buhegere, tuzoro ile village inayopatikana eneo ya Katana. Mapigano yaliendelea kusambaa mpaka yakafika Lwiro. Eneo yote ya Katana kabisa, shughuli za kijamii na kiuchumi zikasimama kutokana na mapigano hayo. Hali ilirejea kuwa ya utulivu kuanzia après-midi za leo, kuanzia 12h vers 14h, plutôt vers 13h ndipo hali ilirejea kuwa ya utulivu. Wazalendo ambao walikuwa wakipigana na AFC M23 pale waliondoka katika mji huo na AFC M23 ikabakia pale. Na katika eneo ile ya Katana kuna msako ambayo AFC M23 walifanya pale kuporo ya Kaliba. Vijana wengi walikamatwa na mpaka jioni ya leo, taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu wanatuambia kuwa vijana hao waliokamatwa mpaka kwa sasa wangali mumikono ya AFC M23. Wanasema kuwa wako wanafanya uchunguzi kuhusu vijana wa pale, kwa sababu wanashutumu kuwa wanasaidiana na wazalendo kutokana na jinsi wazalendo wanapendaka kuingia mkatana, wanawapiganisha mkarite tofauti. AFC M23 inaenda jikuta wako na ishambulia. Inasemeka kwamba wakaaji wa pale wanasaidiaka wazalendo mwile vita, na wale wakaaji wa ile poro ya Kaliba leo walikamatwa. Vijana wengi hapo wakabebwa na AFC M23, kasema kwamba wako wanafanya uchunguzi wajue wanaotumikana na wazalendo na wale ambao ni wakaaji wa kawaida. Wakaaji hapo wanaendelea kungojea waone kwamba wale vijana wao watarejea ama kama itakuaje, na wanatoa wito kwa viongozi wa AFC M23 kufanya uchunguzi ndiyo na kuacha vile wale vijana, kwa sababu wakaaji wanaogopa kuwa wanaweza bebwa hapo dibona kupelekwa katika formation militaire ya AFC M23 kule Rumangabo, kama ilivyokuwa katika eneo ya Bukavu na miji za Goma na kwingineko. Donc wanaogopa kuwa inaweza kuwa recrutement par force ya AFC M23. Tunaendelea na habari zetu, tuwapeleke Butembo. Butembo depuis asubuhi kuna mapigano yanayoendelea kati ya makundi mawili ya kizalendo. Wazalendo wa Maimai Ira pamoja na wazalendo wanaoitwa Mouvement yenye inaitwa Force d'Action Rapide FARE walipigania sana mweneo ya vijiji vinavyokuwa karibu ya Butembo, sana mu lokalite ya Ngeleza. Mapigano yale yaliendelea kukua ya kudumu sana mpaka ikafika saa za après-midi, na ni mapigano yako nasikika pale, na jioni ya leo kabisa kunaendelea kusikika mapigano pale. Hayo mapigano sasa yaliendelea kusababisha hofu katika wakaaji wanaoishi mvijiji vya pale. Donc population wa maeneo yale waliendelea kabisa kuviondoka vijiji vyao, wengine wakafunga nyumba zao, na hata hakuna kazi zilizofanyika pale kutokana na mapigano yale kati ya makundi mawili ya kizalendo. Wazalendo hao wako na pigana wakitaka kukontrole barriere ya Kasumbira.
Selo habari tunazo kutoka pale, wazalendo wale wako napigania katika eneo ya Butembo pale ku axe Butembo Luoto, wanapenda wa contrôler barrière ya Kasumbira. Donc parti moja inapenda ikontrole ile barrière na ingine parti vile inaacha sasa wanapigana. Donc mnasikia ni kwa faida zao, njo wako wanapigana na kuacha population deja wanakimbia na wengine watafanya kazi zao za kawaida. Population wa pale wanaendelea kutoa wito kwa viongozi wa hao wazalendo, viongozi wa jeshi la Kongo pale Butembo wa plito pale Butembo wakuje watulizishe ile hali, epui wale viongozi waongee wasipigane, kwa sababu raia njo wenye wako naendelea kuteseka katika vita hivyo vinavyoendeshwa na hao wazalendo kati yao. Tunaendelea na habari zetu, tukiachana na eneo zile za Butembo tuwapeleke katika Beni. Siku ya leo pale mwingine wa Beni depuis asubuhi, muji uliamka na huko na jiandaa kumpokea kabisa Aime Boji Sangara, president wa Assemblée Nationale. Jinsi vitu vilikuwa kabisa pale kurompo Nyamwisi kuliandaliwa vizuri, wakati waliamka na wako na andaa rompo ile madrapo za IDPS, drapo za Kongo. Donko na watu wanaunga mkono walionekana pale, na mitingi ilikuwa imeandaliwa pale, na Aime Boji Sangara deja alifika katika mji wa Beni siku ya leo, akapatana na wakaji pale ku rompo Nyamwisi kwenye mitingi iko nafanyika. Na wakumbusha kuwa eneo ya Beni inakumbwa sana na mashambulizi ya ADF, na kitu cha kwanza ambacho kiliacha anafika Beni donko vizite yake inalenga sana kuongelea kuhusu mambo ya kiusalama katika Beni, kwenye ADF inaendelea kutesa wakaaji. Donc kwenye vraiment operasyon za kijeshi za ADF zinaendelea kutia wakaaji muhatari. Wakaaji wako naongea naye, tutakuja kujua mengi walio muomba na message yake. Wakati mitingi itaisha ndipo tutakuja kujua yote walio yaongea pale. Donc hayo yote tutakuja kuyawaambia katika habari za zifuatazo za kesho asubuhi. Pale njo tutakuja kuambia ni kipi walicho kiongelea pale population pamoja na Aime Boji Sangara. Hapo ni katika mji wa Beni kwenye Aime Boji Sangara, president de l'Assemblée Nationale, alifika siku ya leo. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke katika mji wa Goma kwenye wakimbizi 333 wa Rwanda walirejeshwa kule Rwanda kupitia Grande Barriere la Corniche. Jumla ya wakimbizi 333 wa Rwanda walirejea katika nchi yao ya asili siku ya leo Alhamisi kupitia kivuko cha mpaka wa Grande Barriere pale Goma. Walipokelewa na mamlaka ya Rwanda katika mji wa karibu wa Gisenyi. Huu ni urejeshaji wa hiari uliowezeshwa na kamishna mkuu wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa EACR. Watu hao walikuwa wakiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka kadhaa. Miongoni mwao Imani Irumva Izaki ambaye alisema akiwa na iko na vuka, alionyesha kwamba alikuwa ametumia muda nchini Kongo baada ya kukimbia nchi yake mwaka wa 1994. Mara tu aliposikia kuhusu kurejea kwa amani nchini mwake aliamua kurudi. Kulingana na vyanzo vya kibinadamu, operation hii ni sehemu ya marejesho ya hiari yaliyoandaliwa kwa ushirikiano na mamlaka ya Kongo na Rwanda ili kuhakikisha mchakato salama na wenye heshima kulingana na viwango vya kimataifa. Ile ni operation ambayo iko nafanywa na HCR pamoja na Croix Rouge. Wale njo wenye wako nafanya zile operasyon za kurejesha watu wa Rwanda kule Rwanda, na ni katika mchakato ambapo kuna tarajiwa kurejeshwa hata wakimbizi wa Kongo wanaoishi Rwanda warejee Kongo. Ujue ya kwamba ni katika zile operasyon kwenye kuna wa Rwanda ambao wanaishi Kongo wenye wako na rejea katika nchi yao ya Rwanda. Kuhusu Croix Rouge,
siku ya jana mjini Goma, ni jana, hapana si jana, ni leo. Leo Croix Rouge ilipatana, donc viongozi wa Croix Rouge walipatana na viongozi tofauti wa AFC M23 mjini Goma. Walichokiongelea ni kuhusu kuheshimu haki za kibinadamu. Waliambia AFC M23 ya kwamba katika siku za mapigano, katika hali ya kiusalama ambayo inayoendelea, vraiment wanapaswa kuheshimu hali ya kibinadamu, kwa sababu population wakati wa vita wanajikutaka mu maisha magumu kutokana na kutoheshimu hali ya kibinadamu. Yani kutoheshimu kabisa droit imene inachaka population wanateseka sana. Croix Rouge sasa ilipatana na viongozi tofauti wa AFC M23 mjini Goma, ikiwaambia kama wanapaswa kuheshimu droit imene ili kuwezesha population kuendelea na maisha ya kawaida yao wakati mapigano yako nafanyika. Tunaendelea na taarifa zetu kule Msidi Kivu. Mapigano yanayoendelea kukua makali huko Fizi yanaharibu msitu wa Mabondo ambao unaitwa Hewa Bora. Msitu wa Mabondo unaopatikana mu territoire ya Fizi umekuwa ukiharibiwa kabisa kwa miezi kadhaa kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha yanayofanya uchimbaji madini haramu, ukataji miti na shughuli zingine huko. Tahadhari hiyo inatoka kwa msimamizi wa eneo la Fizi ambaye analaani kutoweka kwa misimamo katika maeneo hayo. Alisema kwamba msitu wa Mabondo unajulikana kama msitu wa Hewa Bora, upo katika eneo la Lulenge, hapo ni mkijiji cha Kilembwe kwenye unapatikana. Katika msitu huu tuna makundi kadhaa yenye silaha, ikiwa ni pamoja na Redi Tabara, FNL ya Nzabapema. Wanaoishi kule hutumia dhahabu na kukata miti nyekundu na pia kuni nyingine kwa ajili ya uzalishaji wa makaa. Kwa wanaharakati wa mazingira huko Fizi, hata wanyama kama fisi, tembo na mamali ya wengine hawaonekani kabisa. Kwa upande wake msimamizi wa eneo la Fizi anadai kwamba matendo mabaya ni mengi na yana tofauti. Anaongeza kuwa mapigano yanajirudia katika msitu huu na wanyama, mimea na mifumo ekolojia pia inaathiriwa na mapigano haya mengi. Anasema kwamba hali hiyo ina hatari mbaya kwa mfumo ya ekolojia pamoja na uharibifu wa mazingira. Msitu wa Mabondo upo katika sehemu za mbali za eneo la Fizi kwenye mpaka na Maniema, jimbo la Tanganyika, pamoja na sehemu zingine tofauti kule kwenye iko nafika mzingine ma province. Na kule sasa kutokana na mapigano kati ya makundi yenye silaha, msitu huo unajikuta kabisa uko na haribika. Donc uko na haribika kabisa sana. Katika eneo ya Fizi, Wanyamlenge walimtahadharisha Donald Trump kuhusu mashambulizi kule Minembwe. Katika barua yao, machifu wa kitamaduni na viongozi wa jamii wa uwanda wa Minembwe wakikutana mnamo le 17 walielezea kusikitishwa kwao na operation ya vyombo vya habari iliyofanywa Washington na Rais Felix Tshisekedi na waziri wake wa mawasiliano Bwana Muyaya, ili kuficha mauaji ya kimbali, mauaji ya halaiki, uharibifu wa kimfumo wa miundombinu muhimu na kuongolewa kwa nguvu kwa jamii ya Watusi Banyamulenge kutoka ardhi zao za mababu. Wanjo wenyewe walitangaza hayo. Kulingana na viongozi hao wa Minembwe, ndege zisizo na rubani zinaendelea kuwashambulia katika maeneo yao, na hali kama hiyo ilijirudia kuanzia le 7 jusqu'à aujourd'hui le 19. Donc operation za kijeshi kuanzia tarehe 7 mpaka leo kabisa zinaendelea kule. Wanasema kwamba mashambulizi hayo yanalenga vijiji vya Wanyamulenge na kushambulia kabisa bila kujali wakaaji. Wanalaani kabisa ongezeko hilo la vurugu na wanaitaka serikali ya Marekani kutaka Kinshasa na Gitega Burundi kukomesha uhalifu huu wa kivita mara moja. Watu
wetu sasa wanalazimishwa kuingia msituni wakinyimwa huduma na chakula na waathiriwa wa vizuizi vyote zaidi ya mwaka mmoja. Hao ni viongozi wa Wanyamulenge ambao walitangaza pale hayo. Na kule kwenye operasyon zinaendelea, jeshi la Kongo upande wake wanasema kuwa wao wanachokitaka ni kupigana na Twirwaneho tu, wale wenye ni marebel. Gouvernement plutôt armée ya Kongo juzi walikuwa wametangaza koma Twirwaneho njo yenye ilibombardake wakaaji ginsi wao njo wenye walibombardake nyumba za wakaaji wakati walikuwa wamepigwa katika Rwisankuku. Na huko ofete mujue kitu kimoja, katika maeneo ya Fizi kuna Wanyamulenge ambao wao kabisa waishaka kataa kukuwa manipile na M23 wenye wangali kabisa na tumika pamoja na gouvernement ya Kongo kama kawaida. Wengine Wanyamulenge wanatumikanaka na M23. Sasa shutuma hizi ni za wale ambao wako pamoja na M23. Wale njo wenye wako nasema no kule kuko naendelea mashambulizi dhidi ya vijiji. Ukienda sikia wengine wale ambao wako hata kule mea wasaidiane na M23 watakwambia kuwa vita vinavyoendelea, FARDC na washambuliaka tu wale waasi wa Twirwaneho, wale wanajeshi wa Twirwaneho, hakuna kupiga vijiji. Wazalendo vile vile kupitia Amuri ya Kutumba aliambiaka wazalendo kwamba wakati wa vita wajue kwamba wakaaji wote ni wamoja, wasipime hata kushambulia nyumba za wakaaji kwa sababu ni Wanyamulenge, ni Wafuliru, ni Wabembe wote ni wamoja. Kule hakuna Mnyamulenge, hakuna Mfuliru. Wajue kwamba adui tu ni M23 na wale Wanyamulenge wenye wanakamata silaha Twirwaneho, hapana wale wa wakaaji. Donc shutuma hizo zinakuwa za kutaka kuficha ukweli pale. Vita vinavyoendelea ni kati ya Twirwaneho na M23 na FARDC na wazalendo. Hakuna wakaaji ambao wako wanashambuliwa kule. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Nawashukuru sana. Tupatane katika habari mbichi zifuatazo. Merci beaucoup.